Nauliza ni athari gani tumeshapata kufuatia vita inayoendelea Mashariki ya Kati. Labda nielezee jambo moja zaidi, niende mbele kidogo ya juzi. Nadhani wengi mtakuwa mmesikia Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, waziri wetu wa nishati, akilitolea maelezo hili jambo na kuwatoa hofu wa Tanzania kwamba hatujapata athari na hatutegemei athari kubwa, kwa sababu sio kisiwa na tunaleta mafuta. Kwa hiyo kinachotokea duniani na sisi kinatukuta, lakini hatutegemei. Kwa nini hatutegemei? Naomba niongezee jambo moja tu kwenye lile. Utaratibu wetu wa uingizaji wa mafuta, huwa tunaagiza mafuta ya mwezi fulani, tunaagiza miezi miwili nyuma. Kwa mfano mafuta tunayotumia sasa hivi mwezi wa 3 tuliagiza Januari. Kwa mafuta tutakayotumia mwezi wa 4 tuliagiza tayari Februari. Alitaja hili jambo la kwamba tumesha saini mikataba, taratibu tayari, kuna meli zimepakia, zimeshaondoka yale maeneo, kuna meli zimefika lakini hazijashusha. Kwa hiyo ukichukua mafuta ambayo yako ndani ya nchi tayari, yale ambayo meli zimefika bado kushusha, yale ambayo meli ziko njiani, hatuoni tatizo sasa hivi na katika kipindi cha miezi michache ijayo. Changamoto itatokea labda, lakini kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri, kutakuwa na athari ndogo tunaitegemea labda kwenye bei, kwa sababu bei tayari zimeshaanza kupanda. Kwa hiyo miezi inayokuja kuna uwezekano kwamba bei ikaongezeka kidogo, lakini serikali kwa kupitia Wizara ya Nishati ili jambo linaangaliwa kila siku, kila wakati. Yani ndani ya siku moja Mheshimiwa Waziri anaweza kuitisha vikao 2-3 kuhakikisha kwamba tunaelewa nini kipo sasa hivi, nini kifanyike, nini kiendelee, na kuna mipango ya emergency imeshawekwa tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapunguza athari zozote ambazo zinaweza kujitokeza. Kwa hiyo nisisitize kauli aliyoitoa Mheshimiwa Waziri kwamba hatutegemei changamoto kubwa, na wananchi waendelee na shughuli zao kwa kujua kwamba hatuna changamoto kubwa. Ndio. Asante sana mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC Bwana Musa Makame. Na ndugu wanahabari, ni matumaini yetu kuwa kupitia ninyi Watanzania watasikia kile ambacho tumeelezwa hapa. Na hivyo basi tumefikia mwisho wa mkutano wetu wa pili. Tunawashukuru wote kwa kushiriki na tungependa tena kuwakaribisha kwenye mkutano mwingine. Asanteni sana kwa kushiriki.